aliteswa mengi kwa mikono ya matabibu. Amegharimiwa vitu vyote alivyonavyo. Aligharamiwa vitu vyote ambavyo alikuwa navyo. Kusimfae hata kidogo. Kusimfae hata na kitu chochote. Bali hali yake ilizidi kuwa mbaya. Lakini mwanamke hali yake ilizidi kuwa mbaya. Aliposikia habari ya Yesu, alipita katika mkutano wa nyuma. Alipita katikati ya mkutano ili amfikie Yesu. Akaligusa vazi lake. Akaweza kuligusa vazi la huyu Yesu Kristo. Maana alisema nikiyagusa mavazi yake tu, nitaweza kupona. Mara chemchemi ya damu yake ikakauka. Wakati aligusa hilo vazi, chemchemi ya damu iliweza kusimama hapo. Naye akafahamu mwilini mwake kwamba ameweza kupona. Huyu ni mwanamke ambaye aliteseka kwa miaka mingi, mpendwa. Biblia inatuambia ya kwamba aliteseka kwa miaka 12. Huyu mwanamke hii shida iliweza kumhangaisha, iliweza kumgharimu vitu vyake vyote ambavyo alikuwa navyo. Haisemi ni vitu gani alivyokuwa navyo, lakini maandiko tunapoyasoma, tunapoyaelewa, huenda huyu mama alikuwa na mali, huenda huyu mama alikuwa na pesa, huenda huyu mama alikuwa na kazi, lakini hiyo kazi yote haikumfaidi. Hizo pesa zote hazikumfaidi, hizo vyeo zote hazikumsaidia. Alitumia vyote kwa matabibu wengi. Hawa matabibu ni wanadamu. Kuna uwezekano, mpendwa, umetembea dunia hii kwa rafiki yako, umetembea kwa ndugu zako, umetembea hata kwa wenye vyeo, hawataweza kukusaidia.